Sakata ambalo sasa hivi linaweza likazalisha bifu kwenye soka ambalo tumeshazoea mpira ni amani, kwa sababu kwa takwimu ya tarehe 8 jinsi ambavyo matarajio kwa wale wawekezaji na mabosi kutokea kwenye klabu ya Simba na klabu ya Yanga huwa kuna pasenti ya mwenyeji na mgeni, na kwenye upande wa dabi yani watu wanakuwa wanaangalia ile investment kwa mabosi waliweza kuitumia, manake kuna wakati ambao pia na wao wenyewe wananufaika. Lakini kwa kitendo kilichoweza kujitokeza kwa mwekezaji wa klabu ya Simba pia aliweza kulaumu, kwa sababu kitendo cha maamuzi ya yeye kusema kwamba dabi ya Kariakoo yairishwe, yeye pia aliweza kusikitishwa, na yote kwa yote ni kwa sababu tu ya bodi ya ligi pamoja pia na shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania baada ya kuweza kuweka barua ya kwamba mechi ihairishwe. Lakini pia hata mwenyewe hakuona sababu ya msingi ya mechi kugairishwa kisa mazoezi. Na hata pia kwa upande wa rais wa klabu ya Yanga ambaye pia na yeye ameweza kusapoti hiyo kauli kabisa, kwa sababu wote ni wadau wa soka na wamekuwa wakisapoti kwa ukubwa sana. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kabisa kwamba fitness za timu hizi kubwa kwenye klabu ya Simba na klabu ya Yanga ambazo zimekuwa zikifuatiliwa ukanda mbalimbali na sehemu tofauti tofauti, kiuhalisia kwa sasa hivi tukiwa kwenye nafasi nzuri kabisa ya top 5, tukiwa tunashika nafasi ya 4 kwa ligi bora. Kwa hiyo ni swala la kujivunia, na ambapo kwa wawekezaji kama Mohamed Dewji, lakini pia Bahresa na GSM ambao pia na wao huwa wanatamani sana wasiweze kuangusha mashabiki. Kwa hiyo kwa kile kilichoweza kujitokeza mwekezaji wa klabu ya Simba na rais Engineer Hersi, ni kwa sababu pia na wao wamekuwa tu kwenye upande wa hekima zaidi, lakini kama mmoja wapo anaweza akaenda tofauti na mwenzie, kwa sababu mpaka sasa hivi mgomo na msimamo wa klabu Yanga ni kutocheza dabi nyingine. Sasa hili tayari limeshazaa tatizo ama bifu. Yanga na uongozi mzima wa Yanga unaamini kwamba wanastahili kupewa pointi 3 kwa sababu timu walipeleka uwanjani, na pia kwenye upande mwingine ni kwamba wao kama wao hawakuona sababu ya msingi ya mechi hiyo kugairishwa. Kwa hiyo hata kwa mwekezaji pia wa klabu ya Simba, kama Yanga wataweza kupeleka kesi hiyo na katika upande mzima ya uchunguzi na kesi ya maadili kwenye upande wa soka, na endapo ikafanikiwa, manake tayari kwa mwekezaji wa Simba kwake yeye ni hasara. Kwa hiyo tayari chuki zinaanza kutengenezwa, na ndio maana nasema kwa rais wa TFF maamuzi aliweza kuyatoa huenda kesho na kesho kutwa yakaja kumgharimu kwa ukubwa sana. Nafikiri kwa sasa madhara yanaweza sionekane kwa haraka, lakini kadri siku zinavyoenda mpira wa miguu wa soka wa Tanzania utaanza kuwekwa na kutengenezewa chuki zisizokuwa za msingi, ambazo mpaka sasa hivi tunaanza kuona kabisa huenda watu hawa wawili wakatofautiana, kwa sababu tayari Yanga wameshakuwa na maamuzi na msimamo wao. Vipi kuhusu Simba? Wao kama wao watakuwa wanaamini kwamba dabi itarudiwa, lakini Yanga wameshaweka msimamo wao kwamba hawatocheza dabi nyingine. Tayari limeshakuwa tatizo. Bwana, tukutane kwenye comment kama utakuwa na mawazo chanya ya kuweza kuangalia namna gani ya kuangalia ile sakata ambalo tunakumbana nalo sisi kama wadau wa soka wa Tanzania. Hii ni Hot Boy Media, tukutane kwenye comment.